tunaenda kujifunza Yesu ni Mungu, ni mwanadamu au ni mtume, au ni mwana wa Mungu au ni Mungu. Kwa tumeona Yesu kwanza, sifa nyingine ya Bwana Yesu ameabudiwa, amesamehe dhambi mtu. Wale wanasema kwamba mimi amekufuru, anayesamehe dhambi ni Mungu pekee yake. Yesu akampa mwana wa Adamu, amepewa mamlaka. Yaani Yesu kuwa mwana, yaani Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo amepewa mamlaka ya kusamehe dhambi, kwa ana sifa za uungu, anaweza akaabudiwa, anaweza akasamehe dhambi, pia anaweza akatoa roho na kuirudisha ile roho. Sababu Yesu ametoa roho yake na kisha roho yake baada ya kukamilisha kuwakomboa watu kule chini. Tuende kuangalia Yesu ni Mungu au ni mwanadamu. Tukisoma Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza na 2, hapo mwanzo kulikuwa neno, neno lilikuwa kwa Mungu, na neno lilikuwa ni Mungu. Kwa tunaangalia bado neno la Mungu linatuambia kule mbinguni Bwana Yesu alikuwepo. Na kwa sababu ya zile sifa za uungu ambazo ziko ndani yake, ambazo anaweza kuabudiwa, akasamehe, pia anaweza akatoa uhai na kurudisha uhai wa mtu, au akatoa uhai wake na kurudisha uhai wake. Hizo ni sifa tunaona Mungu amemkirimia hizo sifa. Afu pia cha pili, Mungu Baba akamkirimia jina lipitalo majina yote, kiasi kwamba Mungu akasema mkitaka kuniomba mimi mpitie jina la Yesu. Kwa hiyo msitaje jina langu la Mungu tu, hapana. Nimeliinua jina la Yesu. Yeye ni mwana wangu pekee. Kwa hiyo kupitia jina la Yesu ndio utapata wokovu, na kupitia jina la Yesu, na ukiniomba mimi kupitia jina la Yesu ndio nitakutimizia. Bwana Yesu akasema ombeni jambo lolote kwa Mungu Baba kupitia jina langu na Mungu atatendea. Kama ni mapepo, watu kukemea, mkemee kwa jina la Yesu. Msikemee kwa jina la Mungu, mkemee kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu akaliinua jina la Yesu hata kuliko jina lake. Ni kwa sababu gani Yesu aliinuliwa? Ni kwa sababu alitimiza ile kazi ya Mungu Baba kipekee. Kwa dhambi mtu mmoja aliingia duniani ambaye ni Adamu. Akakubali shetani kumdanganya, utukufu wa Mungu kaondoka kwa wanadamu. Watu wakaanza kuishi nje ya mapenzi ya Mungu. Lakini kwa sababu Yesu kifo chake pale msalabani akakubali kuvua ule namna ya kuwa sawa na Mungu, zile sifa za Mungu akazivua, akakubali kuja duniani akauvaa mwili. Ukisoma pale Yohana wa kwanza sura ya kwanza mpaka 9 kule kushuka hadi 12 inasema Yesu akakubali kuzivua zile sifa za uungu ambazo amepewa na Mungu Baba, akakubali kuvaa mwili, akakubali kushuka duniani, akaja akateseka ili awakomboe wanadamu. Yeye hana dhambi. Yeye aliishi duniani hapa lakini hakutenda dhambi hata moja. Alimshinda shetani. Kwa hiyo ilitakiwa kitu kitakatifu kije kife ili kilipie dhambi za ulimwengu, sababu Mungu tumetenda, ili na sisi sasa turudi kuwa sifa ya kuwa wana wa Mungu.